uongozi madhubuti. Kuna nukuu moja ya baba wa taifa Mwalimu Nyerere. Alisema ili nchi iweze kupata maendeleo inahitaji vigezo vinne. Inahitaji watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Sasa matatizo yote ambayo tunayaona sasa hivi chanzo chake ni uongozi mbovu, uongozi ambao sio bora. Na huo uongozi ambao sio bora umezaliwa na siasa chafu. Kwa sababu kwa mujibu wa nchi yetu hauwezi ukawa na uongozi wa kitaifa isipokuwa tu kupitia siasa za vyama. Na ndio maana ukienda kusoma ibara ya 3, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 inasema Tanzania ni nchi ya kidemokrasia itakayokuwa inafuata mfumo wa siasa za vyama vingi na ni nchi ya kijamaa. Ingawa sasa hilo swala la ujamaa pia linahitaji mjadala, lakini walau kwa madhumuni ya kipindi hiki ijulikane tu kwamba Tanzania kikatiba inafuata mfumo wa siasa za vyama vingi vya siasa. Sasa siasa ndio hivyo, vyama vipo, lakini vile vyama ambavyo vina dhamira ya dhati kabisa ya kuleta mabadiliko ya kisiasa nchini na hatimaye kuchukua dola vinakumbana na vikwazo vya hapa na pale kila siku, kiasi kwamba ukifanya tathmini ya miaka 30, zaidi ya 30 ya uwepo wa mfumo wa vyama vingi, unajikuta kwamba katika miaka 11 iliyopita tumerudi nyuma zaidi ya hatua 40. Tumerudi nyuma zaidi. Kwa hiyo mimi ninachosema, unapotaka kuzungumza Oktoba 29, manake ni lazima ujue kwamba tumefika hapo kwa sababu ya uongozi mbovu, uongozi ambao hautaki kusikiliza maoni ya watu. Maoni ya watu kwa sasa nasema mifumo ya kikatiba na kisheria ya nchi yetu imezeeka. Inatakiwa kufanyiwa marekebisho kuendana na mahitaji ya nyakati. Na kwenye sheria, utakubaliana na mimi mtangazaji, kwenye sheria bunge huwa linafanya mabadiliko ya mara kwa mara, kuzifuta sheria zilizopo, kuzirekebisha ama kutunga nyingine zinazotakiwa kuwepo kwa mahitaji ya leo. Katiba ambayo ndio sheria mama sasa, wenzetu wamekataa kabisa kuizungumzia, kuifanyia marekebisho. Sasa unawezaje ukafanya marekebisho ya sheria zingine kupitia bunge, lakini sheria mama ambayo kila mtu anakubali kwamba imeshapitwa na wakati, ilitungwa wakati wa mahitaji tofauti, tukae chini tuzungumze, tuifanyie marekebisho, wewe unakataa. Sasa unapokuwa na mfumo mbovu wa kikatiba, utakuletea mfumo mbovu wa kisiasa, utakuletea mfumo mbovu wa kiuongozi. Matokeo yake ndio haya. Sasa tunaingia kwenye uchaguzi, kwa mfano Oktoba 29, nilisema hata juzi, bila kuwa na chombo madhubuti cha kusimamia uchaguzi. Kwa sababu chombo cha kusimamia uchaguzi na mchakato mzima wa uchaguzi msingi wake umejengwa kwenye katiba, ibara ya 74 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na inasema wazi kwamba kuna Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kumbe Tume ya Uchaguzi ya Tanzania haipaswi kuitwa kwanza jina lolote lile tofauti na lile lilotajwa kwenye katiba. Ndio. Mwaka 2024 bunge likaenda likatunga sheria inaitwa Sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo jina la Tume ya Uchaguzi kwa sasa linapingana na katiba inavyotaka. Ili Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, hilo jina halipo kwenye katiba. Yaani katiba imefunga milango yote, ikasema kama kutakuwa kuna tume ya uchaguzi, hiyo tume ya uchaguzi iitwe hivi, iitwe Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kaibuka mtu kaona yeye ana akili nyingi kuliko katiba, kasema yeye anaiita hii tume huru, na sijui lile neno huru linaongeza au kupunguza nini kwenye kile ambacho kinapaswa kufanyika. Sasa katiba hiyo ibara ya 64, ibara ndogo ya 5 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema hivi: sheria yoyote ya bunge itakayotungwa kwa kukiuka katiba, hiyo sheria inakuwa ni batili kuanzia siku ilipotungwa. Kwa hiyo ina maana kwa kuwa kulitungwa sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ambayo inapingana na katiba, kwa mujibu wa ibara ya 64 ibara ndogo ya 5, hiyo sheria hiyo ni batili. Na kwa sababu hiyo sheria ni batili, hata mazao ya sheria hiyo ambayo ni hiyo tume sasa na yenyewe ni batili. Kwa hiyo tumeingia kwenye uchaguzi sasa bila kuwa na tume ya kikatiba yenye mamlaka kikatiba kusimamia uchaguzi. Na ndio maana ushangai kuona katikati ya matukio ya mauaji yaliyoanza asubuhi ya saa 5 ya tarehe 29 Oktoba na siku mbili zilizofuata, tume yenyewe ilisema iliweza kufanya kazi vizuri tu kabisa kwa uhuru, haki na usawa, na ikapata na matokeo, ikayahesabu vizuri, ikayahakiki wakati watu wanaendelea kufa. Yenyewe ikaendelea. Wakati nikwambie kitu kimoja,
Ili uchaguzi uwe huru, ni lazima haki ya kwanza ya huyo mpiga kura au yoyote anayeshiriki huo uchaguzi, haki ya kuishi iwe guaranteed, iwekewe uhakika. Watu walikuwa hawana uhakika wa kuishi siku ile, na ili uchaguzi uwepo tunahitaji watu wanauliwa, na mazingira ya kuendelea kuwaua yalikuwepo na yaliendelea kwa siku 2. Sasa huo uchaguzi unakuwaje? Uone huo uhuru, usawa, haki na kuaminika kwa huo uchaguzi unapimwa kwa vigezo gani kwenye mazingira tuliyokuwepo? Ndio maana nasema ni tume pekee ambayo haipo kikatiba ndio ingeweza kusema uchaguzi ule uliendeshwa kwa uhuru na haki. Sasa tuje hapo kwenye uhalali wa sheria iliyozalisha tume huru ya taifa ya uchaguzi. Ndio ambayo umesema hiyo tume huru ya taifa ya uchaguzi kisheria haipo, kwa sababu ilitungwa kwa mujibu wa sheria hewa ambayo haipo. Sasa ikawepo ile tume na ikasimamia uchaguzi. Akitokea mtu akipinga kwamba uchaguzi haukufanyika Oktoba 29 kwa sababu ulisimamiwa na tume ambayo haipo kisheria, huyo mtu kwa jicho la kisheria analeta mantiki? Huyo mtu atakuwa yuko sahihi sana, isipokuwa tu hayo malalamiko yake atayapeleka kwenye mahakama ya aina gani? Mahakama gani yani? Kwa mfano umemnukuu mheshimiwa jaji mstaafu Joseph Sinde Warioba akisema imefikia hatua hata mahakama yenyewe sasa hivi haifanyaje, haiaminiki tena kwenye jambo kubwa kama hili, kwamba mahakama iende ikadeclare kwamba nchi haikuwa na uchaguzi kwa sababu tume haikuwa ya kisheria. Wewe nadhani kwa macho yako tu ya kawaida, hata kama sio mwanasheria, kuna mahakama ya hivyo inaweza kusema hivyo hapa Tanzania? Haipo. Ndio maana tunaita kipindi hiki kukurukakara. Kukurukakara zenyewe ndio kama hizi. Wakili msomi hapa anatueleza sheria iliyounda tume huru ya taifa ya uchaguzi, hiyo sheria ni batili kwa sababu inapingana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana yake hata mazao yaliyotokana na sheria hiyo nayo ni batili, ikiwemo hiyo tume iliyosimamia uchaguzi. Nikamchokoza kidogo kumuuliza kama ikitokea mtu akipinga kilichofanyika kwa sababu kilisimamiwa na kitu ambacho hakipo kwa mujibu wa kisheria, majibu yake ndio kama hayo. Umetoa nukuu ya Mwalimu Nyerere ambayo ni maarufu sana kwamba ili nchi iweze kuendelea inahitaji watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Watu tunao kama taifa, ardhi ipo. Wewe unaiona siasa safi ikiwepo Tanzania? Hiyo siasa safi haiwezi kuwepo kwa sababu kwanza, kwa muktadha tu wa ibara iliyoanzisha huo mfumo unaoruhusu siasa ziwepo, ibara ya 3 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaitambua Tanzania kama ni nchi ya kijamaa na kujitegemea. Msingi na imani ya chama kimojawapo cha siasa hapa Tanzania, Chama cha Mapinduzi, ni ujamaa na kujitegemea. Na ndio maana utaona kwa kuwa katiba ilitungwa mwaka 77 na Chama cha Mapinduzi kilianzishwa mwaka 77, na kimsingi kilichoanza kuanzishwa ilikuwa ni Chama cha Mapinduzi afu ikafuata katiba, kwa sababu wajumbe wale 22 wale 11 wale 20 wale 10 kutoka Tanganyika na 10 kutoka Zanzibar, ambao Zanzibar waliongozwa na marehemu Sheikh Thabit Kombo Jecha, na hapa bara kwa maana ya Tanganyika waliongozwa na mzee Pius Chipanda Msekwa na wajumbe wengine sasa walikuwepo pale. Mwenyekiti alikuwa ni mzee Thabit Kombo Jecha, baba yake Mahmudu Thabit Kombo, na katibu alikuwa Pius Msekwa. Walipomaliza kutengeneza katiba ya kuunganisha vyama vya ASP na TANU kuunda CCM, aliyewatuma wakafanya hiyo kazi akawapongeza kwamba wamefanya kazi nzuri, akawapa sasa kazi ya kutunga katiba ya Tanzania ambayo haikuwahi kuwepo tangu mwaka 1964. Kwa sababu wakati tunaungana, ukienda ukasoma zile hati za muungano, Articles of Union, zinasema tutakuwa na katiba ya mpito ambao ukomo wake ulitakiwa kuwa mwaka 1965. Tukaenda mpaka mwaka 64 na katiba fulani hivi kadogo ka mpito. Alafu 65 tukatunga katiba sasa ya mpito ambayo ilikaa kwa miaka 12, katiba ya mpito. Sasa mwaka 77 hawa kina mzee Thabit Kombo Jecha, akina mzee Pius Chipanda Msekwa, na nadhani ndio mtu pekee aliyebaki hai aliandika hii katiba ya leo. Wengine wote walishakufa. 77 hii ya nchi tulionayo. Kwa hiyo haikuwa ajabu kuona kwenye katiba ya Tanzania inakuwa ni nchi ya kijamaa, kwa sababu chama kinachotawala wakati huo ni Chama cha Mapinduzi ambacho siasa zake ni za ujamaa na kujitegemea. Kilikuwa ni chama kimoja. Sasa leo ukienda kusoma ibara ya 3, ibara ndogo ya kwanza ya katiba, inasema Tanzania itakuwa ni nchi ya kijamaa
inayofuata mfumo wa siasa za vyama vingi. Sasa hivi vyama, kila chama kina sera yake. Wewe Chadema, chama chenu kina sera, sijui sera gani, kuna wengine wana sera yao. Sasa kuchukua sera ya chama kimoja alafu kuigeuza kuwa ndio sera ya nchi, sera ya taifa, maana yake ni kwamba unalivuruga taifa na unakataa huo mfumo wa vyama vingi. Hilo ni jambo la kwanza. Sasa ufanyikaji wa hiyo siasa yenyewe sasa una madhumuni ya kuchochea maendeleo kwenye nchi? Mimi nasema hamna, kwa sababu mifumo yote hii unayoiona, hata ukienda kusoma mwongozo wa Chama cha Mapinduzi wa mwaka 81, maarufu sana mwongozo wa chama wa mwaka 81 wa Chama cha Mapinduzi, utaona kabisa kwamba taasisi zote hizi, taasisi zote including serikali, zilikuwa ni taasisi za kutekeleza maamuzi ya chama, including bunge, including majeshi, na majeshi yalikuwa ni mkoa wa kichama wa Chama cha Mapinduzi. Hata chuo kikuu pale ulikuwa uwezi kwenda kama una kadi ya chama. Sasa hayo mambo yamebaki kwenye vichwa vya watendaji wa serikali, watendaji wa majeshi, kwamba wao wanakitumikia Chama cha Mapinduzi, wakati ambapo Chama cha Mapinduzi kisheria na kikatiba kinapaswa kuwa ni chama sawa cha siasa na vyama vingine, lakini chenyewe kiko tofauti. Ndio maana ushangai juzi umemsikia mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa Tanzania wa Chama cha Mapinduzi, Mere Chatanda, na rafiki yangu sana, katoa kauli ambayo kwa kweli mtu yoyote ambaye ni mpenda demokrasia, mpigania haki, ni lazima ailani ile kauli. Huwezi kuona hatua zozote zikichukuliwa pale. Sasa hizo sio siasa za hivyo. Alafu mwingine naye akisema maneno yake ya kisiasa, no reforms no election, anaonekana huyo ni muhaini, anaonekana huyo ni mhalifu, achukuliwe hatua. Sasa huwezi kuendesha nchi kwa siasa za kibaguzi. Kule Kagera, yule rafiki yangu Faris nani yule, Burhan, ambaye ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM wa mkoa wa Kagera, yeye anasema kwamba yeye huwa wanapotezaga watu, na watu wamepotea. Wewe mwenyewe shahidi, watu wamepotea kwenye nchi hii. Tunaambiwa wanapotea kwa sababu za uchawi. Basi mchawi atakuwa ni Faris Burhan, sababu yeye ndio huwa anapotezaga watu na ipo kwenye rekodi. Chatanda akasema atamaliza Chadema akipewa siku moja, na watu huwa wanamalizwa. Kwa hiyo kumbe kama ni mganga wa kienyeji atakuwa ni Mere Chatanda, atakuwa ni Faris Burhan ambao wanapoteza watu, atakuwa ni Harry James ambao walisema huwa wanaua watu. Sasa na ofisi ya msajili, uliwahi kuona barua ikiandikia Chama cha Mapinduzi kutokana na hao makada wake kutoa kauli kama hizo? Hiyo barua tange iandika, mimi singeona kama ina maana yote. Aandike asiandike, aseme asiseme, hawezi kufanya chochote. Kwa sababu bado mindset za watendaji wote wa serikali ni za chama kimoja. Sawa, tutakuja huko kwenye nafasi ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na namna anavyoshughulika na vyama vya siasa. Nilitaka tumalize kwenye ile kauli maarufu sana Mwalimu Nyerere, watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Umezungumza kuhusu siasa safi, ambapo umesema hauzioni siasa safi kwenye taifa letu. Twende ile nani yake ya mwisho, uongozi bora kwenye taifa letu. Unauona kuna uongozi bora? Sasa unakuaje na uongozi ambao utokana na siasa? Na siasa ambayo inatakiwa iwe safi kwa mujibu wa Mwalimu Nyerere. Kwa mfano, unatakiwa ili upate viongozi ufanye uchaguzi, kwa sababu mamlaka ya uongozi wa nchi yapo kwa wananchi chini ya ibara 8 ya katiba ya Tanzania. Tufanye uchaguzi. Huo uchaguzi wenyewe magumashi. Umeona wenyewe uchaguzi wa magumashi. Kuanzia tume ya chombo kinachosimamia huo uchaguzi ni ya kimagumashi. Kwa hiyo hata matokeo yatakayopatikana kwenye hilo zoezi yatakuwa ni ya kimagumashi. Ukishapata matokeo ya kimagumashi yanayotengeneza uongozi wa nchi, huo uongozi nao utakuwa ni wa kimagumashi. So, ukishakuwa na uongozi wa kimagumashi, au maendeleo unayaonea wapi? Unaona tunakopa sana kama nchi kupitia uongozi uliopo. Deni la taifa linaongezeka, limefikia trilioni 100 na ngapi kwa sasa hivi. Na tunaambiwa tunakopa kwa ajili ya miradi ya kimaendeleo. Huoni hiyo miradi? Huoni chochote. Yaani kila mahala ni kilio. Ukienda hospitalini hakuna dawa. Tulifikia kipindi hapa paka maiti tukawa tunaziuza. Yaani hatuna hela ya kuendesha hospitali, paka tunaidai maiti. Kama ili ukazike maiti yako lazima ulipe hela. Sasa nashukuru Mungu kwenye hilo waliiga kutoka kwangu. Kwa sababu mimi nilikuwa nalipia zile maiti. Wakifa watu hawana hela za kutoa mwili wao wakazike katikati ya msiba walionao, wanalia wamekosa shilingi 100,000, mimi natoa hela na maiti ichukuliwe ikazikwe. Unadhani kwa nini umesema nchi haina siasa safi? Kwa nini unadhani hakuna siasa safi? Siasa kwanza imetajwa kwenye katiba
lazima ifanyike kwa mujibu wa sheria, ambayo hiyo sheria sio ya kibaguzi. Unawezaje kufanya siasa wakati huo unafungia vyama vingine visifanye kazi ya kisiasa? Yaani muda wote badala polisi wende wakatafute watu wanaoteka watu, watu wanaoua watu, watu wanaoiba hela, watu wanaokula rushwa, wao muda wote wapo kwa ajili ya kuangalia yani vyama vya siasa vya upinzani vinafanya shughuli gani. Ukisema tu kaneno kadogo umeshadakwa. Ukiomba ufanye mkutano unaambiwa kuna intelijensia, sijui kuna vurugu zitatokea. Lakini chama kingine unakiona wenyewe wako huru kusema chochote. Watendaji wa serikali baadhi wasio kuwa waaminifu wako huru kuiba kwa sababu hawawezi kuwajibishwa popote. Kwa wastani wa fedha ambazo TCRA anaziainisha kwa mwaka ni zaidi ya shilingi bilioni 2-3 kwa mwaka zinaporwa. Hazijulikani zilipo. Na huoni chombo cha dola kikichukua hatua. Sasa ndio maana nikasema ukishakuwa na siasa ambazo hazifuati katiba, hazifuati sheria, matokeo yake utakuja kuwa na uongozi usioheshimu sheria, usioheshimu haki za binadamu. Yaani ili tuwe na uongozi bora, huo uongozi lazima utokane na katiba bora. Huo uongozi lazima utokane na sheria bora. Leo tuna mtu anaingia madarakani kwa nafasi yote ile kwenye utumishi wa umma. Kabla hajaingia anaenda kuapa. Na kile kiapo kinasema hivi, mimi Peter Madeleka naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwamba nitailinda, nitaihifadhi na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nini nimesema hicho kiapo? Hiyo sehemu ya mwisho anasema nitailinda, nitaihifadhi na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi wanasheria, katiba ni somo kabisa mwaka wa kwanza pale chuo kikuu. Katiba ni somo. Leo mtu anaenda kuapa kwamba atailinda katiba, haijui katiba. Yaani anaongea tu pale kama kasuku, na hapa kwamba nitalinda katiba. Katiba inasema tuwe na mfumo wa siasa wa vyama vingi. Vyama vikifanya kazi yake wewe unavikamata, unavifungia. Kwa hiyo unataka kuniambia pengine mtu au viongozi kwa kuto kuifahamu katiba ndio inaweza ikawa ni moja ya tatizo kabisa. Kwa sababu wewe unawezaje kukifutia chama usajili, chama ambacho kimesema chenyewe kitafanya maandamano kwenye sheria? Lakini katiba, ngoja kwanza, katiba si ni kitabu, ngoja kwanza, ndio hiyo nasema hivi. Sasa kama katiba ni kitabu, maana yake ni kwamba huyo mtu anahitaji kupewa elimu akajua. Huwezi kuwa mwanasheria kwenye hii nchi kama pale chuo kikuu hujasoma somo la katiba. Umefeli, huyu mwanasheria, hawakupi cheti. Nenda kaulize vyuo vinavyofundisha sheria. Hujafaulu katiba na wanakufundisha mwaka wa kwanza kabisa, ulipoingia tu bado uko fresh. Bana, katiba kwanza. Kwa hiyo kutana na mtu anakuambia bana, katiba bwana ni kitabu. Katiba si ni vitu makaratasi tu, katiba. Huyo mtu hajui anachokisema. Unadhani wanasheria wana nafasi ya kuwa viongozi bora kwa sababu wao kuijua katiba, kuzijua sheria ambayo inapelekea, maana tunapozungumzia uongozi bora ni ule uongozi unaofuata misingi ya sheria, sio kama kiongozi afuate misingi ya sheria, ina maana hakutakuwa na haki. Uongozi wake utakuwa unaleta sintofahamu kwa sababu atakuwa anakanyaga sheria tu, shagarabaga kila siku, ndio italeta kukurukakara. Unadhani nafasi ya mwanasheria kuwa kiongozi inaweza ikazalisha kiongozi kuwa bora? Sisemi kwanza kwamba bila kuwa mwanasheria huwezi kuwa kiongozi na kwamba ukiwa mwanasheria ndio unakuwa kiongozi bora. Hapana, lakini ukiwa mwanasheria unategemewa uwe mstari wa mbele katika kuonyesha mfano wa kutii na kuheshimu katiba na sheria za nchi. Na hilo nitakwa liko wazi, limetajwa kwenye ibara 26, ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inasema kila mtu anao wajibu wa kuheshimu na kuitii katiba pamoja na sheria zingine za nchi. Ni lazima uheshimu katiba na sheria za nchi. Uwe ni mwanasheria au sio mwanasheria. Kama ni mtu tena raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unatakiwa kuitii katiba. Sasa waliopewa dhamana kubwa na wajibu mkubwa zaidi ni wale ambao ni viongozi. Kwamba wewe sasa si kwa niaba ya wenzako ndio unaenda kufanya mambo haya, majukumu haya ya kujenga barabara, ya kujenga shule, ya kuweka ustawi mzuri wa nchi. Sasa wewe ujaanza hayo majukumu, shika hii katiba, ilinde hii katiba. Na hii kwamba katiba ina muhimu sana. Hata amesema hapa aliyekuwa mkuu wa majeshi mstaafu Venance Mabeyo, amesema hapa Magufuli, rais wa awamu ya 5, Mungu amrehemu huko aliko, alipofariki ikataka kutokea sintofahamu fulani hivi ambao walitaka utengeneza wao wenyewe.
Kwa sababu hatuwezi kuwa na sintofahamu katika nchi ambayo ina uongozi wa kikatiba. Katiba imesema rais akifa ni state, makamu wa rais anakuwa rais. Lakini eti ikawachanganya. Alafu akasema ikabidi warudi kwenye katiba. Yaani kumbe Magufuli anaumwa, anakufa, anazikwa. Yaani watu hawajui kwamba nchi itajiongozaje. Alafu ambao hawajui ndio wamepewa dhamana ya kuongoza sasa. Kwa hiyo eti ikabidi bana tukaambiana watu turudi kwenye katiba. Kwani mlikuwa mjui? Kwani siku ile ulivyokuwa unaapa unasema utailinda, ulikuwa unaapa utalinda nini? Ndani ya katiba ibara ya 14 inatoa haki ya kuishi. Na unaposema utailinda katiba, maana yake utalinda haki ya mtu kuishi. Leo watu wanapotea, hakuna mtu anawajibika, ni story tu kama vile sisi tuko kwenye kijiwe cha kahawa. Walijiteka mapenzi, sijui madeni. Basi kama ni madeni, watu wanatekwa kwa sababu za madeni. Hizi benki zote zinadhani kesho zitafungwa kwa sababu benki zinawadai watu mikopo mingi tu. Hata wewe mwenyewe una mkopo hapo ulipo ikiwezekana. Kwa hiyo you are potentially victim of abduction. Yaani watakudaka kesho. Si una mkopo wewe? Kwamba kama tunataka tuhalalishe kwamba moja ya sababu za watu kutekwa kwenye nchi ni madeni. Kwa hiyo kumbe kitengo cha mikopo cha benki yoyote ile, iwe CRDB, iwe NMB, iwe nini, hicho kitengo kinapaswa kifungwe kwa sababu kina wahakikishia watu usalama wao mdogo kwamba watatekwa kutokana na madeni ya mikopo wanaoitoa kwa hao wateja wao. Okay, hapo kwenye sheria umezungumza sheria, ukazungumza umuhimu wa viongozi kuijua sheria japo kidogo kwa sababu na hapa kwa mujibu wa katiba ambayo katiba ni masuala ya sheria, sio? Nataka tuizungumzie kidogo ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Sasa hapo nadhani nitachanganya taaluma yako kwa sababu wewe ni wakili wa sheria lakini pia ni mwanasiasa. Kuwa mwanasiasa na kuwa mwanachama wa chama cha siasa ina maana moja kwa moja unaguswa na ofisi ya msajili wa chama wa vyama vya siasa. Tumeona kuna kauli kadhaa, maonyo kadhaa, barua kadhaa za kutoka kwenye ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwenda kwenye vyama vya siasa. Na hapa karibuni barua ambayo ilileta mjadala mkubwa sana ni barua iliyoandikwa na msajili, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwenda kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ikisema kwamba wanapaswa kujibu tuhuma ambazo ziliandikwa mle kwamba makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Mheshimiwa Heche alitoa kauli ya kuhamasisha umma kuandamana kushinikiza Mheshimiwa Lissu achiwe, na ikarejea kauli iliyotolewa na kiongozi mmoja wa Chadema kule Tanga. Ofisi ikaiandikia Chadema barua ikisema kwa nini isifute au kuipa adhabu. Nilitaka utupitishe kwenye sheria. Kosa gani chama cha siasa ikifanya kweli kinastahili kufutwa? Ni kosa lipi hilo? Kosa la kusababisha vurugu na pengine umwagaji wa damu kwenye nchi. Okay. Ni jambo ambalo uwe ni chama cha siasa ama sio chama cha siasa, unapaswa kuwajibika ukilifanya. Sasa kwenye kile ambacho kimetokea kuhusu Chadema na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, kiko wazi na kila mtu anajua. Chadema ndio walioanza. Wakasema wao kama chama cha siasa wanao wajibu wa kuhamasisha na kutumia haki yao ya kufanya maandamano ya kudai jambo lolote lile ambalo nyewe wanadai ni haki ya Mtanzania, awe mwanachama wao ama sio mwanachama wao, lakini hilo jambo ni haki ya Mtanzania. Sasa wao wanadai mwenyekiti wao Tundu Lissu hastahili kuwa gerezani, na hawaoni mifumo ya kisheria ikimpa haki zake anazozihitaji kupitia mahakama. Wanaona kinyume chake kwamba mahakama na mifumo yote hii inatumika kukandamiza sio haki za Lissu tu, haki za watu wengine wengi tu ambao wanauzea huko magerezani, na wengine ambao hata kama hawako magerezani lakini wanahangaika kwa namna moja ama nyingine. Sasa Chadema wakaona namna pekee ya kutoka katika huo mkwamo huo wa kukandamizwa haki za mwenyekiti wao, tutumie haki yetu ya maandamano. Maandamano ni haki, sio vurugu. Mtu akishakwambia ataandamana, huwezi kumchukulia hatua yoyote. Maandamano yanayoandaliwa au yanayohamasishwa na Chadema kudai haki yao fulani, iwe ni ya Lissu, iwe ni haki yao fulani, iwe ni ya Lissu, iwe ni ya nani, iwe ni ya nani, hakiwezi kuwa kigezo cha kukifuta chama cha siasa. Hakuna popote kwenye mujibu kwa sheria ile ya msajili wa vyama vya siasa ambao ni sura ya 258
ya sheria za Tanzania. Sasa kama kisheria Chadema wana haki ya kuitisha maandamano kwa sababu ni haki yao ya kisheria. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, yule mwenyekiti, moja ya sifa yake ni lazima awe jaji mstaafu, nadhani jaji wa mahakama kuu. Jaji wa mahakama kuu, ndio alikuwa kabla ya huyu Mutungi wa sasa hivi, alikuwepo Tendwa, John Tendwa, na kabla John Tendwa alikuwepo George Liundi, ndio wa kwanza huyo. Yes, Liundi, Tendwa, sasa hivi tunaye Mutungi. Hawa wote ni majaji wa mahakama kuu. Napata tabu kuniambia kwamba ile, yani wanatafsiri, yani hawajui sheria mpaka wanatafsiri kwamba Heche kuzungumza hiyo haki ya kimsingi ya wanachadema ya chama cha siasa kuitisha maandamano, yeye anaona kama chama kinapaswa kufutwa au kuadhibiwa. Kwanza sio kama unielewa. Kwanza nimekuelewa. Kwanza ujaji sio jambo ambalo mtu anapimwa uwezo wake kiakili na kitaaluma. Ujaji huo ni zawadi kwa mujibu wa utaratibu wetu wa kupata majaji hapa Tanzania. Yaani anaweza akapewa anayejua hata asiyejua, kwa sababu anapewa. Kwa nchi zingine ujaji unaombwa, unapimwa kwa kushindanishwa na wengine. Alafu tunajua lienda kamshinda fulani, amekuwa jaji wa mahakama kuu, amekuwa jaji mkuu, amekuwa jaji wa mahakama ya rufani. Na ameshinda kwa sababu ya uwezo wake. Sio amepewa mtihani, wewe ukapata 5, mwenzako akapata 10. Kwa hiyo tunamchukua huyu mwenye nyingi, maana yake huyu ndo anakushinda wewe, anajua huyu. Kuna mtihani mmepewa mkafanya. Hapa sisi ukiamka tu fulani kateuliwa kawa jaji. Kwa hiyo kama yanatokea mambo kama haya, usije ukashangaa kwamba huyu si ni jaji huyu. Ujaji sio kigezo cha kujua. Ujaji ulipewa tu. Ni tofauti na uwakili. Uwakili unafanya mtihani, nenda hapo law school uone watu wanavyofeli. Ulishawahi kustaajabu uchaguzi fulani za majaji ukashangaa sana tu, tunajuana kwa sababu hao majaji hawatoki Kenya, ni humu ndani tunajuana, tulisoma wote, tunagongana hapa na pale, tunajuana hata uwezo. Na wengine hata ukienda ukasoma hukumu zao unaona kabisa, yani amefikaje huyu mtu hapa. Unakuta jaji anaenda kutoa hukumu 2 kwenye kesi moja. Hukumu 2, kesi moja katoa judgment 2. Jaji mmoja, judgment 2 tofauti kabisa. Okay. Kitu ambacho hata mwanafunzi wa chuo kikuu anayesoma sheria wa mwaka wa kwanza hawezi kukifanya, kimeandikwa. Sasa kuwa jaji peke yake sio kigezo cha kwamba wewe unajua. Sawa, tubakie hapo kwenye majaji. Baada ya Oktoba 29 iliundwa tume kiongozwa na Jaji Othman Chande ya kuchunguza kilichotokea Oktoba 29 na siku kadhaa zilizofuata mbele yake. Ile tume ikaleta ripoti yake. Ni muhtasari wa ripoti. Wewe ulifanikiwa kuiona ile document yenyewe yote? Unajua mimi nataka watu kupitia hichi kipindi leo wajue. Chande baada ya kutoa hotuba yake aliinuka akaenda kubeba mavitabu ambao ndio ripoti akamkabidhi rais, alikuwa amefungwa na ribbon. Ile ndio ripoti ile ambayo haikusomwa ile. Kilichosomwa na Chande ni hotuba. Alafu watu wakaibuka huko wakaanza kupongeza na kusifu ripoti wakati hawajaiona inasema nini mle. Na alichokisoma Chande sio muktasari. Sio muhtasari wa ripoti. Yeye kasoma hotuba ya kukabidhi ripoti. Na ndio kichwa cha habari cha ile hotuba yake. Ukitaka nitakupa kama una. Kichwa cha habari kilisemaje? Hotuba ya mwenyekiti wa tume ya uchunguzi wa matukio ya ghasia za tarehe 29, hiyo katika kukabidhi ripoti. Ilitakiwa kichwa cha habari kiweje na content ihusiane na vitu vipi? Kuna watu wanaongeza neno muktasari kwamba Chande alitoa hotuba ya muktasari wa ripoti. Hakuna mahala popote yeye Chande amesema ule anachokisoma ni muktasari. Yeye alikuwa anasoma hotuba. Na hotuba inaweza isiwe na link yoyote na kile kilichoandikwa kule, kwa sababu kile kilichoandikwa kile ni mavitabu yako hivi, yalikuwa hivi na uliyaona kwenye TV yale mavitabu. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa alichokisema sicho kilichopo kwenye. Yaani sisi tunachokisema tuliambiwa tukae kimya, tusubiri tuipe tume nafasi ifanye kazi, itatuletea ripoti. Sisi tunataka ripoti isomwe bila kujali kilichoandikwa mle ni nini. Haikusomwa ripoti, ndio hoja iliyokuwa hapa. Na rais anapounda tume, tume imemaliza kazi yake. Imepatikana ripoti. Ile ripoti ni mali ya nani? Kwanza rais ni serikali. Na serikali maana yake ni watu. Kwa hiyo ikiundwa tume na rais, ile tume ni serikali ile.
Ndio maana inatumia rasilimali zote za serikali, mali za umma ambazo ni kodi za wananchi, sio mali ya mtu binafsi. Na kitu chochote cha umma, tena katika mazingira kama haya ambayo yalikuwa yanahitaji majibu ya wataalamu ambao wameteuliwa, wamepewa mamlaka, waende wakatuletee sasa nini kilichotokea na tunafanyaje. Huwezi kukaa na ile ripoti peke yako ndani ukajifungia, alafu baadaye unasema tushirikiane kuirudisha nchi pamoja, wakati majibu unayo wewe. Kama wewe ndio una majibu na utaki kumpa mtu mwingine, basi wewe ndio tujengee nchi, tumia hayo majibu wameshakupa jamaa wale. Lakini kama unataka na sisi tushiriki kwenye kuijenga nchi, tushare hayo majibu aliyotupa Chande, tuyachukue, mimi nifanye hiki, wewe fanya hiki, na wewe tushirikiane tujenge. Chande ametuambia hii ndio majibu. Lakini sasa majibu unayo wewe, alafu kesho unanialika mimi na bana, njoo bana tujenge nchi hii bana. Hii nchi ni uzalendo, tuijenge. Ndakuuliza mimi sana jenga, mbona mimi sina vifaa? Sina majibu, sijui naanzia wapi. Jenga mwenyewe. Ndio tafsiri yake. Kwa hiyo ni kukuruka kala kweli kama unavyosema, kwa sababu mwenye majibu yuko peke yake, hataki kuyatoa. Kwenye kujenga tunaitwa wote njooni. Ndio naambia tukae maridhiano. Haiwezekani. Nimekuelewa. Baada ya tume ya Jaji Othman Chande ndio kumaliza kazi yake, ndio wewe umeridhika na kile ambacho sasa napata tabu usio umeniongezea kitu kingine, umeniambia kwamba ule sio muhtasari wa ripoti, ile ni hotuba yake. Kile ambacho alikizungumza Jaji Chande na ufanyaji wake wa kazi wewe ulitarajia ile tume ikimaliza kazi yake, ulitarajia kuona matunda yapi? Kwenye kukujibu hilo swali lako tutakurudisha nyuma kidogo. Huyo Jaji Chande kwenye ripoti yake ya tume ya haki jinai alisema mifumo ya haki jinai yote imeoza including polisi. Kama tungekuwa na polisi ambayo haijaoza, tusingekuwa na haja ya kuwa na tume ya Jaji Chande kwenye kuchunguza matukio Oktoba 29. Kwa sababu matukio Oktoba 29 ni jinai. Ni matukio ya mauaji, wameua watu. Yeah. Kazi ya kuchunguza mauaji ni kazi ya kisheria waliopewa polisi. Sasa kama unao polisi ambao wanaweza kuchunguza wakakwambia aliyeua ni nani na aliua kwa sababu gani na wakampeleka mahakamani, unahitaji tume ya Jaji Chande ili ifanyaje? Kwa sababu Jaji Chande hajawahi kuwa hata polisi. Jaji Chande hajawahi kuwa hata mpelelezi, hajui chochote kwenye masuala hayo. Yeye anategemea aletewe huo ushahidi mahakamani, afu upime kwa mujibu wa sheria, alafu atoe uamuzi kama jaji. Kitu nao wataalamu pale jeshi la polisi. Wako wataalamu wamebobea sana pale. Wapo watu waweza kukuletea majibu leo kilikuwaje pale. Na tumeambiwa huyo Jaji Chande kwenye hiyo hotuba yake amesema vyombo vya dola vilikuwa viko kazini kupeleleza hiki kitu na havijawahi kwenda likizo hata siku moja. Siku ya Christmas wewe nenda uone kama utakuta milango ya polisi imefungwa. Polisi milango iko wazi. Siku ya sikukuu yoyote milango ya polisi iko wazi, wanafanya kazi masaa 24 kwa wiki. Kwa hiyo hilo tukio tusitaki kuwadogosha polisi na kuwapa lawama ambazo sio za kwao kwamba eti walikuwa wamelala. Wanamsubiria Chande apeleleze, yani waliwaacha tu watu wafanye vile kwamba Chande atakuja. Kwa sababu kwanza matukio kati yanatokea yale, hakuna mtu alijua kama kuna tume ya Chande itakuja kuundwa. Kwa hiyo taasisi pekee tulikuwa tukiitegemea kutekeleza wajibu wake wa kisheria kuhakikisha nchi inatulia, amani inaendelea kutamalaki, ulikuwa ni polisi. Na kwa kufanya hivyo walikuwa na wajibu wa kukamata watu wanaofanya vurugu, wanaofanya mauaji, wanaomwaga damu. Sasa tume ya Chande ya nini kama una jeshi la polisi liko imara? Jeshi la polisi liko vizuri. Kwa hiyo sikutegemea kitu chochote mimi kwenye tume ya Jaji Chande. Okay, kwa namna tu hata ilivyoundwa. Na nilienda kutoa maoni yangu kwenye tume. Yes. Nikawaambia tu ukweli. Nini uliwaambia? Niliwaambia kwamba sikilizeni, nyinyi mnachunguza vurugu wakati tatizo lililoko kwenye jamii linalojadiliwa na linalosababisha vilio sio vurugu. Vurugu zilishashughulikiwa na DPP na DCI. Walishapeleleza wakamata watu ambao walifanya vurugu, wako mahakamani pale Kisutu. Nyinyi nendeni mkapeleleze nani kaua watu. Kama ndio kweli mnataka kufanya hiyo kazi, kapelelezeni nani kaua watu, kwa sababu tunaambiwa watu waliouliwa waliandamana, lakini ukweli ni kwamba waliouliwa sio wote walikuwa wanaandamana. Walikuwepo wamekaa wanaangalia mpira kwenye TV. Wale watu kwa nini waliuliwa? Ndio tunataka majibu hayo. Msituletee majibu ya kitu ambacho si atubishani. Sisi tumeshakubali haya, wale ambao waliuliwa waliandamana, sawa. Tupeni basi haya, hawa ambao hawajaandamana hao wamekufa kwa sababu gani? Na nani aliwaua? Wakasema sisi tumeambiwa tukachunguze vurugu.
Ndio maana unaona wamekuja na ripoti ambayo haikidhi matakwa na matarajio ya wananchi wengi, na wao wenyewe hiyo ripoti haijakidhi matakwa yao, ndio maana wakapendekeza iundwe tena tume nyingine. Yani wao wenyewe hawajaridhika kilichofanyika, walichokifanya. Yani hawajafanya kitu. Ndio maana mwisho akasema bana, sisi tunapendekeza mheshimiwa unda tena tume nyingine. Unaundaje tume nyingine ya upelelezi na DCI yupo? Sasa DCI wa nini sasa? Na DCI ana wasaidizi mpaka kwenye kata. Huyu DCI ana mtaani kule anao wasaidizi wa upelelezi wake. Katika mazingira gani ndio inapaswa iundwe tume ya kuchunguza jambo fulani? Maana hapo nikikusikiliza ni kama issue za jinai ni mamlaka ya jeshi la polisi. Katika mazingira gani kunapaswa kuundwa tume, na tume inavyoundwa kwa kuchunguza jambo fulani mipaka yake ni ipi, ili issue ya jinai ibaki isipokwe kwenye mikono ya jeshi la polisi na DCI? Kwanza, kwenye mazingira kama haya yanayozungumzia haki za watu kuporwa, ikiwemo haki ya kuishi ambayo ni ya kikatiba chini ya ibara ya 14 ya katiba ya Tanzania, usingetarajia iundwe tume nyingine, kwa sababu ibara ya 129 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeanzisha tume ya utawala bora, tume ya haki za binadamu na utawala bora kikatiba. Na tume ya haki za binadamu na utawala bora imepewa mamlaka hadi ya kumshtaki mtu mahakamani ambaye anakiuka haki za watu, ambaye anakiuka utawala bora. Maana yake waliofanya mauaji kama ni viongozi wa taasisi yoyote ile walikiuka utawala bora. Maana yake hakunaga sheria inayoruhusu mtawala kuua watu. Kama walikuwa ni wananchi wa kawaida, wamekiuka haki za watu wengine ambao walistahili kuishi. Kwa hiyo ulikuwa ni wajibu wa tume ya haki za binadamu na utawala bora kuchukua majukumu yake wakati wote yale mauaji yalipokuwa yakifanyika. Lakini matokeo yake hujaiona popote hiyo tume, licha ya kwamba inalipwa mshahara. Wanapewa na magari na ofisi nzuri na maposho na kila kitu. Haijazungumza chochote kuhusu mauaji ya tarehe 29. Alafu tunaenda kuunda tena tume nyingine. Chande, tumetoka kwa Chande na nyingine tena ya Lila. Tume ya haki za binadamu ipo. Huwezi ukaitenga tume ya haki za binadamu na utawala bora ambayo imeundwa kikatiba. Acha na hizi tume za kina Chande. Hizi zimeundwa na sheria. Sheria ya tume za uchunguzi ambayo mamlaka yake yapo kwa rais. Tume ya haki za binadamu mamlaka yake yapo kwa rais, yapo kwenye katiba. Na kati ya katiba na sheria, katiba ndio kubwa kuliko sheria. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia kwamba mtu yote mwenye akili timamu na anayelionea huruma taifa hili kwa maana ya kutapanya rasilimali fedha kwa kufanya vitu vingine ambavyo vinagharimu fedha bila matokeo, angetarajia tu tume ya haki za binadamu ifanye kazi yake. Kwa hiyo ya Jaji Matthew. Kwa maana hiyo wewe tume ya Jaji Chande kwako unaiona haikupaswa kuwepo, na hii tume ya Jaji Lila pia nayo unaona haina, kwa sababu jinaenda kuchunguzwa pale si ni mauaji. Mauaji si ni ukiukwaji wa haki za binadamu, haki ya kuishi ambayo iko kwenye ibara ya 14. Si tayari unayo tume iliyoanzishwa kwa mujibu wa ibara ya 129 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa tume ya Jaji Lila nini? Achana na hiyo. Ibara ya 143, ibara ya 147 ya katiba, ibara ya 147 ya katiba imeanzisha majeshi. Moja kati ya majeshi yaliyoanzishwa ni jeshi la polisi, ambalo pia lina sheria yake, sheria ya polisi na polisi wasaidizi, sura ya 322 ya sheria za Tanzania. Imetoa mamlaka kwa jeshi la polisi wakati wote kuzuia competence yako kukumbuka competence yako kukumbuka vifungu, yani unakitaja ibara fulani na vifungu, yani unakitaja ibara fulani na mimi naijua katiba. Hebu tuhakikishie kwamba unachokizungumza. Mimi najua, tafuta katiba Google hapo, soma. Si wanatusikiliza huko. Waambie wa Google huko, afu nani aseme kwamba ni uongo. Anaitwa Peter Madereka, ni wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania, wakili nguli kabisa Tanzania, ni mtetezi wa haki za Tanzania, wakili nguli kabisa Tanzania, ni mtetezi wa haki za binadamu, lakini pia aliwahi kuwa askari polisi. Ni kweli uliwahi kuwa askari polisi, lakini pia aliwahi kuwa askari polisi. Ni kweli uliwahi kuwa askari polisi. Wala hiyo sio siri. Kwa level gani? Mkaguzi nyota 2. Okay. Nyota 2 mabegani.
Inspector. Kuna turudi hapo kwenye wewe kuwa askari polisi, na sasa hivi ninaona upo mbele sana kukosoa matendo kadhaa yanayofanywa na jeshi la polisi ambayo yanakiuka haki. Kuna kitu kinaitwa kiapo. Hiki unachokifanya kutetea kukosoa jeshi la polisi kwenye nyanja tofauti haikiuki kiapo cha wewe kuwa polisi? Kiapo gani yani? Unajua sina kiapo chochote. Na upolisi wako ulishakoma. Mimi umeshaniona nimevaa uniform za polisi karibia zaidi ya miaka 10 iliyopita. Si iko wazi, unajua kusikia polisi kafukuzwa kazi? Unajua kusikia? Akifukuzwa utumishi wake huo wa kipolisi unakoma au haukomi? Msikilizaji akitaka kujiridhisha kwamba uliwahi kuwa polisi, kuwa polisi si ni jambo la kawaida tu. Kwani Mabeyo hajawahi kuwa mwanajeshi? Au Silo hajawahi kuwa polisi? Au Maita hajawahi kuwa polisi? Si alikuwa utumishi ukaisha. Wamestaafu. Wewe nini kilikufanya usio? Nikaacha, hata ningeweza kufukuzwa pia. Yaani namna ya kuacha utumishi wa umma ni kama ifuatavyo. Ukifa unakuwa umeacha. Ukifukuzwa kazi unakuwa umeacha. Ukiacha mwenyewe unakuwa umeacha. Na ukistaafu unakuwa umeacha. Mimi niliacha mwenyewe kwa sababu upolisi sio kaburi kwamba ukiingia uwezi kutoka. Upolisi ni njia mojawapo ya kuwatumikia watu, lakini pia na wewe kuweza kupata kipato cha kuendesha maisha yako. Kwa hiyo nikaona kipato kile na muda ninaotumia kule na vipaji nilivyonavyo vingi tu havistahili mimi kunifanya niendelee kukaa kule. Nikatoka. Nikaona uwakili unalipa zaidi. Unanilipa sana. Kwani wewe unioni? Sio tu kunilipa, unanilipa heshima. Mimi naheshimika bana. Mimi naheshimika. Peter Madereka. Kwenye hiyo issue ya wewe kuwahi kuwa askari polisi, ndio cheo cha inspector. Ndio. Nilitaka tuhamie kwenye tukio la utekaji. Na ukamataji na utekaji. Unakuwa na sintofahamu kwa Watanzania. Tukio lipi linatafsiriwa hili ni la utekaji na tukio lipi linatafsiriwa ni la ukamataji wa polisi? Ukamataji unaofanywa na askari wa jeshi la polisi, afisa wa jeshi la polisi, umetajwa kwenye kifungu cha 12 mpaka kifungu cha 14 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, ambao ni sura ya 20 CPA, the Criminal Procedure Act cha 12. Nataka mtazamaji aangalie ikiwezekana afa atuandikie comment pale kama unatulisha matango poli au kifungu cha 12. Uweze kujua kwa sababu unaona unashangaa. Mimi kwangu sishangai kwa sababu nimpa mamlaka hayo kuanzia kifungu cha 12 mpaka cha 14. Okay. Anapotekeleza hayo mamlaka ya kukamata wewe ambaye anaamini unavunja sheria, anatakiwa kwanza ajitambulishe kwako. Okay. Hapo anakuwa hana hati ya ukamataji. Kifungu cha 12. Na akwambie wewe kosa lako ni nini, kwa nini anakukamata, anakuweka under restraint. Lakini akwambie haki zako. Unayo haki hiyo ya kumuita mwanasheria hapa au ndugu yako yote, toa hiyo taarifa. Kama una simu piga, lakini unaona ukamataji wetu siku hizi, cha kwanza unanyang'anywa simu. Kwamba ndugu na hataki kujua. Lakini wakati mwingine polisi anaweza akamkamata mtu ambaye hafanyi kosa. Yaani wakati anamkamata huyo mtu anakuwa hafanyi kosa. Amekaa zake anakunywa kahawa labda kama hapa. Kashangaa polisi wamegonga mlango hapo, wameingia, wamekukamata. Akitaka kuja kukamata kwenye mazingira hayo ambayo amekukuta wewe hufanyi kosa, unakunywa kahawa, anatakiwa aje na hati ya ukamataji. Kwa sababu hiyo ilishapangwa, nenda kamkamate Madereka. Kwa maana inawezekana ulifanya makosa jana. Na anapofanya hivyo, hiyo hati ya ukamataji, warrant of arrest, inakuwa imeandikwa kosa lako, limewekwa ile kosa, limesajiliwa kwenye kituo gani cha polisi, hiyo kesi ya polisi namba ngapi, kuna faili lipo kule. Kwa hiyo yeye anakuja tu kukukamata. Na anapokuja sasa katika mazingira hayo, lazima aende kwenye serikali ya mtaa unakoishi wewe ambako ukamataji unatakiwa kufanyika. Si ameambiwa unakaa Tabata? Mtaa wa Jang'ombe. Pale kuna serikali pale ambayo ipo kwa mujibu wa sheria na mujibu wa katiba. Kwa hapa Tanzania hiyo serikali ya mtaa wako hiyo ilichaguliwa mwaka 2024. Kwa hiyo kuna mwenyekiti wa serikali ya mtaa aende kule akajitambulishe. Mimi naitwa polisi fulani, nimetokea kituo fulani cha Ng'ombe.
nimekuja hapa, kuna mtu nataka kumkamata. Kwa hiyo kwa sababu yule mwenyekiti wa serikali ni serikali, na kwa sababu polisi naye ni serikali, wanashirikiana hawa kufanikisha ukamataji. Ukiona jambo lolote linafanyika kuhusu ukamataji nje ya sheria kama ilivyotajwa kwenye kifungu cha 12 mpaka kifungu cha 14 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 ya sheria za Tanzania, huo ni utekaji. Kwa maana unaniambia polisi wakija kumkamata mhalifu ambaye hafanyi kosa wakati huo kwamba huyu alifanya kosa siku za nyuma, wanakuja kumkamata, lazima wawe na hati. Kwanza wawe na hati ya ukamataji, wanatoka nayo huko, wanakuja nayo ile hati. Si wanajua wao wanakata bata. Kwa hiyo wanaenda kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa wako unapokaa. Yule ndio mwenye mamlaka ya kiserikali pale. Sisi muundo wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, muundo huo unaanzia kwenye mtaa kwa maeneo ya mjini, na kwa maeneo ya vijijini unaanzia kwenye vijiji. Ndio maana mwaka 2024 tulikuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji. Kwa hiyo mtu yoyote anayetaka kutekeleza jambo lolote ndani ya mtaa lazima aende kwa serikalini, ambako ni kwenye ofisi ya serikali ya mtaa. Kama ni kijijini aende kwenye ofisi pale kutoa taarifa, au atamchukua na kiongozi wa mtaa aje naye aende. Yes. Taarifa na kumchukua, yani serikali sasa pale lazima ishuhudie kitu gani kinafanyika ndani ya serikali yao, ndani ya eneo lao, wajue na wana dokumenti wale watu wa serikali za mtaa. Ile ni serikali, ndio maana tunatumia fedha kuandaa uchaguzi wa kuwapata viongozi wa serikali za mtaa. Kwa maana gani? Hakuna jambo lolote linalotakiwa kufanyika kwenye mtaa bila serikali ya mtaa kujua. Wewe nenda kachimbe barabara, shimo pale barabarani, uone kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa aje. Au fungulia redio, pige makelele sana, uone kama hawatakufuata. Kwa hiyo polisi akija pamoja na mamlaka yake ya ukamataji, ameambiwa hapa kwenye mtaa kuna serikali ipo, serikali halali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtaa wa Ng'ombe. Okay. Wamefuata hizo process zote na wamekuja kwako wewe ambaye ndio wamekuja kukukamata. Wanafanyaje? Nini wanazungumza? Kwanza wanatakiwa kabla hawajaingia pale, lazima ndani mwako lazima wasachiwe. Usachiwe. Wasachiwe wao, wasije kukuletea bangi mle. Wasachiwe wao. Kwamba unawasachi nani anayeingia ni fulani. Wakati huo mtaa unajua wewe unatumia kwa kosa gani? Ni wezi tu kama wezi wengine. Okay. Na unaweza ukakataa. Sheria inakupa wewe haki ya kujilinda, self defense. Inakupa wewe haki kabisa ya kujilinda unapoona hii ni hatari. Na wala sio kosa. Na wala mtu hawezi kuja kujitetea kwamba sijui namna gani, atarudishwa kwenye utaratibu. Sisi tuko mahakamani. Mtu yeyote ambaye amewahi kukamatwa kinyume na utaratibu unaotaja mimi ambao upo kwenye sheria, huwa anaachiwa mahakamani. Kama walikukamata kinyume cha taratibu, afu akakupeleka mahakamani kesho yake kwamba uliiba simu. Hata kama uliiba kweli. Sasa hatuwezi kujua kama uliiba kweli kwa sababu taratibu hazikufuatwa. Na unajua sheria sio la amri. Kwa hiyo kabla kesi yenyewe haijaanza, tunaanza kwanza mchakato ule wa kukamata, kwa sababu the foundation of any criminal case ni kuanzia kwenye utaratibu wa kumkamata mtu. That is the foundation of a criminal case. Kwa hiyo for a case to succeed in a court of law, lazima mahakama ijiridhishe ili jambo. Si la kisheria, nimekutajia kifungu cha 12, cha 13 na cha 14 kinazungumzia ukamataji wa huyu mtuhumiwa ulifanyika namna gani. Kwa hiyo kama ukamataji ulikiuka sheria, mengine yote yaliyofuata hapo hayawezi kuwa halali. Tukisalia hapo kwenye ukamataji, kufuata taratibu na kutokufuata taratibu, ambako kunaweza kupelekea hiyo kesi ikafa kabla hata haijaanza vizuri. Yaani wao watamaliza michakato yao ambao wanadhani si hawajui, kwa sababu polisi sio wanasheria. Polisi sio wanasheria. Lakini wanapaswa kujua sheria. Nasema hivi, polisi sio wanasheria. Na ndio maana kosa la kwanza ambalo tunalifanya kwa kuwa na majeshi ya aina hii ambayo hayana watu ambao kigezo cha kujiunga na jeshi hilo lazima uwe ni mwanasheria. Huwezi kuwa wakili kama sio mwanasheria. Sijui unanielewa hapo? Ili kesho kutwa usije ukasema ulikuwa hujui. Kwani hujawahi kusikia kesi, kwa mfano una kesi ya uhaini, alafu polisi ni fundi friji. Yaani taaluma ya huyo fundi ni fundi friji, ya huyo shahidi au ya huyo polisi ni fundi friji. Sasa unajiuliza, ufundi friji na kazi ya kwenda kuzijua hizi sheria na vifungu haya, wewe unashangaa mimi nayajua kwa kichwa, kwa sababu mimi ndo nayafanyia kazi kila siku. Miaka nenda miaka rudi. Nayajua tu. Unadhani kwa
polisi kutokuwa wabobevu wa masuala ya sheria kunapelekea hiki tunachokiona, labda mtu mathalan kesi ya mwenyekiti Lissu tuliwaona wale mashahidi wanavyotoa ushahidi ambapo bila kuingilia uhuru wa mahakama watu wali... Kwanza mahakama haisikii unachokiongea hapa, kwa sababu ibara ya 107 B kubwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano, andika ibara ya 107 B kubwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema mahakama zote nchini zitakuwa huru na zitalazimika kuzingatia sheria na katiba zinapotekeleza majukumu yake ya utoaji haki. Kwa hiyo hata kama anakusikia hawezi kutenda haki kwa kuegemea kwa alichokisikia kutoka kwako. Ndio maana unaona mimi nikitoka mahakamani huwa naongea na vyombo vya habari, au hata hapo taongelea hata kesi iliyoko mahakamani, kwa sababu huyo jaji hatakiwi hata kusikiliza ninachokiongea hapa, na akikisikiliza anakuwa anavunja katiba. Sasa wanaposema kuna maneno kwamba jambo hili tusilizungumze kwa sababu liko mahakamani, hawajui. Ni wajinga, na ujinga sio tusi. Hawajui mahakama. Ulishawahi kusikia mtu na mahakama imesema hivi? Umeshawahi kusoma hukumu ya mahakama yoyote imesema hivi, tunamfunga Gelva yenda miaka 7 kwa sababu juzi tulipoona pale kuna maoni mazuri kwenye kipindi cha ITV alitolewa akatushawishi sisi mahakama kwamba Gelva aliiba. Ulishawahi kusoma? Mahakama inakufunga kwa mujibu wa sheria na ushahidi ulioletwa pale mahakamani, sio kwa yale ambayo mahakama ilisikiliza ITV wanaongea nini alafu yeye ndio ikaenda kuamua hivyo. Na ndio maana moja kati ya vyanzo vya sheria, sources of law, ni case law precedent. Mahakama itakufunga kwa sababu tayari kesi kama hivi ilishawahi kuamuliwa. Sio ITV waliwahi kuandaa kipindi na sisi tukasikia ndio maana tunakufunga. Hawasemi hivyo. Kwa hiyo muktadha wa kanuni ya kwamba mahakama inapaswa kuzingatia sheria na katiba, maana yake ni kwamba mahakama haitakiwi kuzingatia vipindi vya ITV. Mahakama haipaswi kuzingatia na usemi wa mtaani. Ndio maana yake, yenyewe izingatie nini? Sheria na katiba. Ndio maana mimi na kiburi cha kuongea. Ulishasikia nimeshtakiwa popote kwa kuongea kesi iliyoko mahakamani? Anayeongea hivyo haijui ibara ya 107, na ninakwambia leo ijue. Ibara ya 107 B kubwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeipiga marufuku mahakama kuzingatia mambo ambayo hayahusiani na sheria kwenye kutenda haki. Ni nani huyu ambaye alitulisha wananchi matango pori ya aina hiyo kwamba kesi ikiwa mahakamani upaswe kuijadili nje? Mimi najadili tu. Sasa sijui ni nani ambaye amelisi huo ujinga. Ila mimi kwenye huo ujinga mimi sipo. Madeleka una uhakika? Mimi ni licensed, nina leseni ya kufanya kazi ya uwakili. Uwakili sio nywele kwamba kila mtu anazo. Kama unatutazama, naomba unaweza ukatoa maoni yako kumchallenge Mheshimiwa Madeleka hapo kwenye comment, alafu bila shaka Apollo anaweza akanitumia kwenye ujumbe hapa, alafu nikamsomea Mheshimiwa Madeleka. Lakini kama nimemuelewa kwamba kesi ikiwa mahakamani haitufungi sisi raia kujadili kile kinachoendelea, kwa sababu tunachokijadili hakipaswi kuathiri maamuzi ambayo yatafanywa na majaji ama na mawakili. Sasa nilichokuwa na kuongezea tu, ibara ya 18 inazungumzia haki ya mtu kutoa maoni, kupata habari, kutoa habari. Hamna mahala umeambiwa usizungumzie kesi iliyoko mahakamani kwenye hiyo haki yako. Ndio maana nakwambia watu wasome, waache kuhadithiwa vitu vya uongo huko mtaani. Mimi naongea kwa kufanya rejea hapa kwenye katiba. Na ninataja vifungu ili wasikilizaji na watazamaji waende wakaangalie. Unayo haki ya kupata habari, unayo haki ya kutoa habari, unayo haki ya kutoa maoni, unayo haki ya kuzungumza. Right to be heard. Unazungumza. Unasikilizwa. Unayo hiyo haki ya kusikilizwa, unayo. Kwenye hiyo haki hamna mahala popote umeambiwa usiingilie, usizungumzie jambo lililoko na naomba tujadili kwa kirefu kidogo hapa watu waelewe. Usizungumzie kesi iliyoko mahakamani. Mwambie huyu mtu akutajie hicho kifungu. Kifungu gani? Kifungu gani kinasema usizungumzie kesi iliyoko mahakamani? Mimi nimekupa msingi wa wewe kuzungumzia kitu kilichoko mahakamani. Ni ibara ya 107 B kubwa. Na hakuna sheria nyingine yoyote kwenye nchi hii ni kubwa kuliko katiba. Kwenye hii nchi. Na hiyo ibara ya 64, ibara ndogo ya 5 ya katiba ya Tanzania inasema sheria yoyote ya bunge itakayotungwa katika misingi inayokiuka katiba, hiyo sheria inakuwa ni batili. Kwa mimi nimesimama na katiba, ibara ya 107 B kubwa. Inasema mahakama haipaswi kabisa
kwa sababu yenyewe ni huru. Yenyewe iangalie tu sheria inasemaje, afu itoe haki. Iangalie tu katiba inasema nini, afu itoe haki. Sasa mimi nikizungumza wakati mahakama haitaki kusikiliza haya mimi ambao nayaongea, yani nimeingiliaje uhuru wa mahakama hapo? Nimeupokaje huo uhuru wa mahakama? Mimi sijaupoka uhuru wa mahakama. Umetoa maoni yako. Nimetoa maoni yangu ninavyoona, kwa sababu hilo jambo ni la kijamii, linahusu jamii, lina affect haki za watu. Lakini jaji hajakataliwa asiandike. Ndio maana jaji anapoandika hukumu ya kutoa haki, hawekewi bunduki kichwani ili aandike. Hawekewi, anakuwa huru. Ndio maana ya mahakama kuwa huru. Aandike anachoona kinafaa, lakini kiwe kwa mujibu wa nini? Wa sheria na katiba. Na kama wewe unayeathirika na maamuzi ya mahakama hujaridhika, ibara ya 13, ibara ndogo ya 6A, andika hizi ibara. Ibara ya 13, ibara ndogo ya 6A ya katiba ya Tanzania imekupa haki ya kukata rufaa. Kwa hiyo hujaridhika. Kwa hiyo haki ya kukata rufaa pia na yenyewe ni ya kikatiba. Ndio maana kila baada ya uamuzi wote unaomaliza kesi unaambiwa right of appeal fully explained. Haki ya kukata rufaa imeelezewa kwa upana wake. Uamuzi ukikosa hiyo sentensi unakuwa pia ni batili. Anatakiwa hakimu jaji akwambie, nimekufunga miaka 7 kwa sheria hii na hii na hii, kwa kosa hili unayo haki ya kukata rufaa. Ndio sheria inamtaka. Sasa mpaka hapo bado wewe uamini kwamba unayo haki ya kuzungumzia mambo yaliyoko mahakamani? Zungumza, ukikamatwa nitakutetea bure. Unani guarantee. Zungumza yaliyoko mahakamani, ukikamatwa nitakutetea mimi bure. Sawa, turudi pale kwenye ukamataji na utekaji. Juzi kwa mkia jana kuna tukio moja lilizunguka sana kwenye mitandao ya kijamii la msaidizi wa Mheshimiwa Lissu kukamatwa, kutekwa, lakini baadaye jana asubuhi alionekana akiwa ana pingu, na kwa stories zilizopo ambazo alizitoa yeye na mashuhuda waliokuwa naye ni kwamba alitekwa na alifanikiwa kutoroka kwenye mikono ya watekaji. Haya masuala ya utekaji yamekuwa yametamalaki sana kwenye taifa letu. Ukiwa kama uliyewahi kuwa polisi, unafahamu utendaji wa jeshi la polisi, unadhani nini kifanyike kukomesha ishu ya utekaji ambayo ipo kwenye taifa letu? Kwanza mimi nawapongeza sana polisi. Polisi wa hii nchi hawajawahi kujihusisha na utekaji hata siku moja. Okay. Wala hawana mamlaka ya kumteka mtu. Polisi nawapongeza sana. Na ninawaelewa kwa sababu sio mara ya kwanza polisi kutoka hadharani na kusema sisi hatuhusiki na utekaji. Na mimi ni shahidi, polisi hawajawahi kuteka mtu. Lakini polisi wamepewa wajibu wa kulinda usalama wa raia na mali zao. Polisi hawawezi kuwa polisi kama watu wataendelea kutekwa, kama watu wanaendelea kutekwa. Kwa sababu kazi ya kwanza ya polisi ni kulinda mtu asitekwe. Na kama watu wanaingia wanateka watu na polisi wapo, ni aibu. It is a menace. It is a disgrace to the police force. Kwa hiyo haitoshi kusema tu sisi hatuhusiki. Sasa anayehusika nani? Hii nchi raia haruhusiwi kumiliki pingu. Hakuna kibali cha kumiliki pingu kwenye nchi hii kwa raia yeyote yule. Awe muuza chipsi, sijui anauza karanga, haruhusiwi kuwa na pingu. Na jeshi la polisi, na mimi nampongeza sana, alikuwa ni IGP mstaafu Simon Siro. Ndio alipanua huduma za kipolisi. Zimeenda mpaka kwenye kata. Leo kwenye kila kata ukienda unamkuta polisi mwenye nyota hizi 2, ndio mkuu wa polisi kwenye kata husika. Wenyewe wanaita polisi kata. Enzi zetu sisi mtu nyota 2 umpeleki kwenye kata bwana wewe. Mimi nilikuwa nafanya kazi makao makuu ya upelelezi pale. Makao makuu ya jeshi la polisi, makao makuu ya upelelezi. Vitengo vizuri tu. Unipeleke mimi na nyota 2 polini huko, sio kwenye kata gani huko. Lakini sasa hivi kutokana na mahitaji ya nyakati. Polisi limepanua huduma zake mpaka kwenye ngazi ya kata ambako wamepelekwa askari wenye nyota 2 kusimamia sasa hayo mambo. Kwa hiyo ungetarajia kwa huduma hiyo watu wasitekwe.
Na kama watu wanatekwa, polisi wameshindwa kazi, hata kama wao hawahusiki kuteka watu. Na naomba nieleweke hapa, wao hawahusiki kuteka watu, ila wao wameshindwa kufanya kazi ya kipolisi kwa sababu watu wanatekwa. Sasa wameshindwa kufanya kazi ya kipolisi kuzuia watu wasitekwe, lakini wao hawateki watu. Yaani watekaji ni wakubwa kuliko polisi.